Kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, wanawake wametakiwa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi nchini. Hayo yamesemwa na Glory Abishalom alipokuwa akifanya uzinduzi wa maonyesho kuelekea siku ya wanawake duniani, kijiji cha Bunango, kata ya Bugarama, wilayani Kahama, mkoani Shinyanga. Mwaka huu ni wa uchaguzi wa wanawake wenzangu, na wasijitokeze mkagombea nafasi mbalimbali. Pindi matangazo yatakapotoka ya masuala ya uchaguzi, kachukue fomu, ujaze, uende ukagombea nafasi ambayo una uwezo kwamba utaiongoza. Wakina mama safi. Aidha, amewaomba wanawake kujitokeza kwa wingi kuchukua mikopo ya 10% inayopatikana katika halmashauri zote nchini na kuwataka wanaochukua mikopo kurejesha kwa wakati. Watie moyo, Mheshimiwa Rais tukija kwenye halmashauri, tukienda kwenye benki, ametenga mkopo ule wa 10% ambao unarudi kwa wanawake, kundi la wanawake, vijana na wenye ulemavu. Tujitahidi tuende tukakope ili tuweze kusimama kwenye maisha. Na halmashauri ya Msalala nasikia wana vikundi vingi sana ambapo wakina mama wamewezeshwa kukopa, na wengi nasikia ambao wako hapa kuja hapa ni wamewezeshwa na halmashauri ile ya 10%. Kwa hiyo wakina mama, jamani, ule mkopo tunapewa tunatakiwa tuurejeshe ili wengine wapewe. Sio kwamba tunachukua unabaki wa kwetu. Naamini kwamba ile ni hela ambayo hairudishwi. Tuhakikishe kwamba ule muda wa rejesho ukifika, tuwe tunafanyaje? Tunaenda kurejesha. Amesisitiza ni muhimu kupanda miti na kutumia nishati ya gesi ili kutunza mazingira, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hili ni swala la nishati. Ndugu zangu, ni kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ni nishati safi. Sasa hivi tunatakiwa tupande miti tupate hewa nzuri, lakini tusipande miti kwa ajili ya kukata kuni. Sasa hivi tuna gesi za kila design. Ni wewe, ni mkono wako unakwenda wapi ukatafute gesi. Kwa hiyo wakina mama wenzangu, tujitahidi kutunza mazingira, tuachane na mkaa, tuachane na kuni, tuende kwenye nishati safi. Naye afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Rehema Edson, ametoa wito kwa watu kujitokeza katika maonyesho hayo ili kupata huduma kutoka katika mashirika na taasisi mbalimbali. Kutoa huduma na wananchi wameendelea kuzipata huduma za upimaji wa VVU, lakini pia huduma ya upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia kuna upimaji wa TB na utoaji wa huduma ya uzazi wa mpango. Kwa hizi zote ni huduma ambazo zinapatikana kwenye maonesho haya, na tunatarajia kwamba wananchi wakizitumia vizuri ni fursa kwao kupata kile ambacho walikuwa wakikifuata kutoka mbali, wanakipata kutoka hapa Bugarama. Akitoa shukrani zake, mwenyekiti wa kijiji cha Bunango ambaye maonyesho hayo yamefanyika katika eneo lake, amesema nimefarijika sana maadhimisho haya kufanyika katika kijiji changu cha Bunango. Nimefarijika sana, nimeyapokea haya maadhimisho vizuri, na ninawakaribisha watu wote wawepo katika maadhimisho haya, maadhimisho ambayo yataendelea kesho hadi kilele chake tarehe 6. Watu wote watakuwepo. Kutakuwa na watu wengi sana ambao watatoka katika halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga. Baadhi ya wajasiriamali waliofika kushiriki katika uzinduzi huo wamekuwa na haya ya kusema. Sana uzinduzi wa leo umenifurahisha. Napenda kuwakaribisha watu wote. Nimefurahi fursa hii kujumulika na watu mbalimbali wa jamii mbalimbali. Jumla tunafurahia sana kupata ujio huu wa siku ya kina mama duniani, kwani ni fursa kwa upande wetu wa wajasiriamali wadogo. Siku ya wanawake duniani hufanyika tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwaka duniani kote. Sherehe hizi zitafanyika na kuhitimishwa tarehe 5 kimkoa mkoani Shinyanga na kitaifa tarehe 8 jijini Arusha, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.